Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Julai 6, tukienda kuiangazia mada nzuri inayosema nifanyeje hivyo? Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Nasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umetupatia nafasi hii nzuri, watoto wako wa kiume na wa kike. Tunakuja kwako kwa unyenyekevu, tukiomba utusamehe dhambi zetu, utusafishe na ututakase. Tembea nasi tunapojifunza mada hii asubuhi ya leo. Yako mambo mengi katika maisha ya kila mmoja wetu. Tusaidie na ukatusikie tunapoomba. Tembea nasi siku ya leo na kabariki kazi ya mikono yetu katika jina la Yesu. Amina. Nifanyeje hivyo? Mwanzo 39 aya 9 imeandikwa, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Ni wakati wa hatari daima katika maisha ya kijana anapotengwa na mvuto wa nyumbani na ushauri wa hekima na kuingia kwenye matukio mapya na majaribu yenye kusumbua. Lakini ikiwa yeye kwa nafsi yake mwenyewe hajiweki katika nafasi hizi za hatari na kujiondoa kutoka katika vizuizi vya wazazi, ikiwa pasipo mapenzi au uchaguzi wake mwenyewe, anawekwa katika nafasi za hatari na akamtegemea Mungu kwa ajili ya nguvu, akitunza upendo wa Mungu moyoni mwake, atalindwa kwa uweza wa Mungu aliyemweka katika nafasi hiyo inayomsumbua ili asisalimu amri kwa jaribu. Mungu atamlinda asiweze kupotoshwa na jaribu kali. Mungu alikuwa pamoja na Yusufu katika maskani yake mapya. Alikuwa katika njia ya wajibu, akiteseka kutokana na makosa, lakini hakufanya makosa. Kwa hiyo alikuwa na upendo na ulinzi wa Mungu kwa sababu alibeba kanuni yake ya kidini katika kila kitu alichokifanya. Imani na uadilifu wa Yusufu vilipaswa kujaribiwa na majaribio kama ya moto. Mke wa bwana wake alijaribu kumshawishi kijana huyu kuvunja sheria ya Mungu. Hadi sasa alikuwa amebaki bila kutiwa doa na ufisadi uliokuwa umejaa katika nchi hiyo ya kipagani. Lakini jaribu hili la ghafla kiasi hicho, kali kiasi hicho, lenye kuvutia kiasi hicho, linapaswa kukabiliwa vipi? Yusufu alijua vizuri ni nini matokeo ya kukataa kusalimu amri. Kwa upande mmoja, kulikuwa na kujificha, upendeleo na zawadi tele. Kwa upande mwingine, aibu, kufungwa na huenda mauti. Maisha yake yote ya baadaye yalitegemea uamuzi wa wakati huo. Je, kanuni itashinda? Je, Yusufu bado atakuwa mwaminifu kwa Mungu? Kwa wasiwasi usioelezeka, malaika walilitazama tukio hilo. Jibu la Yusufu linadhihirisha uwezo wa kanuni ya kidini. Asingeisaliti imani ya bwana wake wa duniani, na bila kujali matokeo, angekuwa mwaminifu kwa bwana wake wa mbinguni. Chini ya jicho lenye kuchunguza la Mungu na malaika watakatifu, watu wengi huchukua uhuru ambao wasingekubali kuwa na hatia nao mbele ya wanadamu wenzao. Lakini wazo la kwanza la Yusufu lilikuwa ni juu ya Mungu. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Alisema. Ikiwa tungekuwa na hisia ya kawaida kwamba Mungu anaona na kusikia yote tunayoyafanya na kusema, na anatunza kumbukumbu za maneno na matendo yetu kwa uaminifu, na kwamba ni lazima tukutane nayo yote, tungekuwa na hofu ya kutenda dhambi.
Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, hii ni Julai 6 mwaka 2026, tukiangazia mada isemayo nifanyeje hivyo. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazima sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Ni yule kama Hana alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazima sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Yakumbuka ni mangapi alifanya hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Twima kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposoma